Amen. Bwana wetu ni mwema. Tunashukuru Bwana kwa umbali huu ametuleta. Yeye ni Ebeneza. Na wakaribisha wote walio hapa na walio mbali wanaotutazama katika mitandao yetu. Na nataka tukaribishe kwa mikono yetu tunapokaribisha mnenaji wetu wa siku ya leo kwa utukufu wa jina lake Bwana. Amen. Amen. Leo ni mke wangu ndio ananena na tunajua ya kwamba Mungu ako na sababu kwa sababu ya maisha yetu. Echeni tukaombe kwa pamoja. Baba wetu na Mungu wetu, tunakushukuru na tunasema ni asante kwa nafasi nyingine ambayo umetupatia tukaweze kusikia kutoka kwako Bwana. Ninamuombea mnenaji wetu siku ya leo ya kwamba Mungu utampaka na upako wako mfalme atakaponenea maisha yetu. Mfalme Mungu Baba wetu, tupe kusikiza, tupe utulivu wa moyo kwa utukufu wako Bwana. Hata naye pia ukamnenee kwa utukufu wa jina lako. Ni katika Kristo tunaomba na tunaamini. Tuseme amen. Amen. Bwana wetu ni mwema. Karibu sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Praise God church. Nafurahia wakati huu ambapo tumepewa na Mungu, ni kwa neema yake. Namshukuru sana kwa kipawa cha uhai asubuhi ya leo na hata kwa kipawa ya kila mmoja wenu kuwaona katika nyumba ya Mungu anapotunenea siku ya leo. Bwana asifiwe. Kwa majina kwa wenye hawanijui, naona leo tuko na wageni. Naitwa Terry Njoroge na ninafurahia ya kwamba mmekubali kuwa pamoja nasi, na pia kwa kanisa letu la online tunawakaribisha sana. Asante kwa kuchagua KAG Rosigate kuwa kanisa lako siku ya leo. Bila kuchukua muda zaidi, ningeenda tujifundishe katika topic ambayo inasema where have you come from and where are you going? Where have you come from and where are you going? Na tutaongozwa na kitabu cha Mwanzo, Genesis chapter 16. Tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 16. Tutaangazia maisha ya watu wawili. Najua kuna example nyingi sana katika Biblia, lakini kwa leo tutaangazia example za watu wawili. Mmoja wao akiwa ni Hagar na mwingine akiwa ni Jacob. Bwana asifiwe. Tunajua Hagar ya kwamba yeye alikuwa she had a very funny beginning. Bwana asifiwe. Alikuwa mtumishi katika nyumba yake Abraham. Alikuwa akimtumikia Sara na akawa anawatumikia kwa muda mrefu, na ikafika wakati ikabidi atii kile alichokuwa ameagizwa na mkubwa wake. Bwana asifiwe. It was not by her choice, but she was a very obedient servant. Praise God. That kile aliambiwa afanye, hiyo ndio alifanya. Bwana asifiwe. We also see the example of Jacob katika Genesis 25. Imeanzia hapo mstari wa 19 hadi wa 29 hapo. Na tutaona ya kwamba tukipitia katika mifano ya hawa watu wawili, tutaona ya kwamba kila mtu kuna mahali ambapo anatoka. Bwana asifiwe. Every one of us, you are coming from somewhere. And every one of us is going to somewhere. Bwana asifiwe. Kuna mahali penye umetoka na kuna mahali penye unaelekea. Na tunaona kuna wakati mara mbili ambapo Mungu ameuliza mwanadamu unaenda swali. Bwana asifiwe. Swali la kwanza aliuliza Adamu katika pale shamba la Edeni. Na akamuuliza katika the book of Genesis, akamuuliza Genesis 3 verse 9, akamuuliza where are you? Yeah? This was the very first time ya kwamba Mungu aliuliza mwanadamu swali. Akamuuliza where are you? Kwa nini alimuuliza where are you? God is all knowing. Mungu alijua mahali Adam ako. Bwana asifiwe. He is all knowing. He knows where we are at what time. But why would he ask this question? Ni ku bring to attention ya Adam. Adam alikuwa amejisahau ako wapi. And it's not about the physical location yenye alikuwa, but it is about the spiritual location. Bwana asifiwe. Alikuwa anamuuliza Adam alikuwa amejisahau ako wapi.
spiritual location yake. Kwa sababu kwa nini alikuwa anajificha? He had lost his spiritual location. Bwana asifiwe. He had missed, God was trying to bring to his attention something that he had missed his attention. Yeah? Tunaona ya kwamba even the second time God is asking this, ni wakati huu anamuuliza Hagar. Na ningeomba tusome katika Genesis 16. Tunaweza anzia hapo. Ukianzia hapo kutoka verse 1, inaongea kuhusu venye Sara aliambia Abraham, akamwambia achukue mjakazi wake na ili akaweze kupata mtoto. Pengine Mungu alitaka wapate mtoto na yeye. Yeah? And we see from verse 6 ikisema, your slave is in your hands. Abraham said, do with her whatever you think best. Then Sarai mistreated Hagar, so she fled from her. Tunaona hii yote ilikuwa wazo ya Sara. Bwana asifiwe. Na ndiye amekuja na akaambia Hagar venye atafanya. Lakini wakati ambapo Hagar amepata kuwa mjamzito, ameanza na yeye kuwa na kiburi. Bwana asifiwe. Na Sara akawa ana mistreat. So Hagar had to run away. Hagar had to run away from the unpleasant circumstance. Kutoka kwa ile circumstance yenye yeye sio yeye ilikuwa making yake. It was someone else who had suggested that. So Hagar had no problem. Bwana asifiwe. And we will see that we have three examples of people. There are people who don't know where they are going to. Like Hagar, wakati ambapo anaenda hakuwa anajua. She only knew what she was coming from. She's running away. That she's aware. Hiyo anajua ya kwamba ninatoroka from Sarah. Bwana asifiwe. But she had no idea to where she was going to. Na tukaanza na kusema, where have you come from and where are you going? She knew she's coming from Sarah's house, but she did not know where she's going to. Another example is a person who are going in the wrong direction. Yeah? Kuna watu wako njiani wanaelekea, lakini wanaelekea in the wrong direction. Tumeona example ya kwanza ni watu ambao hawajui kabisa kwenye wanaenda. But there are others wenye wako njiani wanaelekea but hawajui wanaenda wapi. Ukiwauliza where are you going? Hawawezi wakakujibu wanaenda wapi. And remember we started by saying it's not about the physical location. It is not about the physical direction, but the spiritual direction. Bwana asifiwe. And there is also another category of people who are going and they are going in the right direction. So ni yetu sisi tujitafute wewe uko wapi. Yeah? And it's my prayer to God that by the time we are through with this today's lessons, tutakuwa umejitafuta na ukaona uko wapi. Bwana asifiwe. Spiritually, where are you? So, we see Hagar, she never asked for trouble. She only obeyed. Bwana asifiwe. And inafika mahali that she has to leave. Let us have a look at verse 11. Inasema, not verse 11, sorry. Verse 7, yeah? Inasema, the angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. It was the spring that is beside the road to Shur. And he said, Hagar, slave of Sarai, where have you come from and where are you going? I'm running away from my mistress Sarai, she answered. Then the angel of the Lord told her, go back to your mistress and submit to her. Praise God. She is running away and she encounters God. Katika hiyo kukimbia kwake, akikimbilia kutoka kwa Sarai, ana encounter Mungu. Na Mungu anamuuliza, the angel of the Lord anamuuliza, unaenda wapi? Na unasikia already hata amemwambia slave of Sarai. Bwana asifiwe.
Tutaenda tuone kwa nini alimwambia slave of Sarai. Bwana asifiwe. Slave of Sarai, where are you going? Where are you coming from? And where are you going? I'm running away from my mistress. Interestingly, hakujibu the second question. Si aliulizwa maswali mawili. She only answered that I'm running away from my mistress. She could not answer the next question. Why? Hakuwa anajua hata yeye mahali penye anaenda. Bwana asifiwe. And the other example tulisema ni ya Jacob. Tutaona katika Genesis 25, twende katika Genesis 25. Genesis chapter, tunaanzia kutoka mstari wake wa, you can read the whole of it. It is about Jacob and Esau, wakati ambapo Isaac aliomba Mungu kwa sababu mke wake Rebeka hakuwa anapata watoto, na kwa hivyo Isaac akaomba Mungu ya kwamba Mungu akaweze kumkumbuka na kumpatia watoto. Tunaona Mungu akimjibu ombi lake na akampatia Rebeka watoto wawili. Bwana asifiwe. And the Lord said in verse 23, 2 nations are in your womb, and 2 peoples from within you will be separated. 1 people will be stronger than the other, and the older will serve the younger. When the time came for her to give birth, there were twin boys in her womb. The first to come out was red, and his whole body was like a hairy garment. So they named him Esau. After this, his brother came out with his hand grasping Esau's heel. So he was named Jacob. Isaac was 60 year old when Rebekah gave birth to them. The boys grew up, and Esau became a skillful hunter, a man of the open country, while Jacob was content to stay at home among the tents. Isaac, who had a taste for wild game, loved Esau, but Rebekah loved Jacob. Once, when Jacob was cooking some stew, Esau came in from the open country, famished. He said to Jacob, "Quick, let me have some of that red stew. I'm famished." That is why he was also called Edom. Jacob replied, "First, sell me your birthright." "Look, I am about to die," Esau said. "What good is the birthright to me?" But Jacob said, "Swear to me first." So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. Then Jacob gave Esau some bread and some lentil stew. He ate and drank, and then he got up and left. So Esau despised his birthright. This is a man ambaye amezaliwa, and it had already been predicted. Already ilikuwa Mungu alikuwa ameshaelezea Rebeka ya kwamba huyu mmoja atakuwa ni mtumishi, huyu mkubwa atakuwa ni mtumishi wa huyu mdogo. So it was nowhere Jacob's making. Just like Hagar ambaye haikuwa ni making yake, ambaye haikuwa ni kupenda kwake. Pia katika maisha ya Jacob, pia yeye haikuwa ni kupenda kwake. Bwana asifiwe. Ni kitu already ilikuwa imeshatabiriwa. Ni kitu already ilikuwa ishawekwa. So liwe liwalo angekuwa yeye ndiye mkubwa wa their firstborn son. Bwana asifiwe. His firstborn sibling, his sibling or rather. And so we see 2 people ambao wamejikuta katika circumstances ambayo sio wao wenyewe walitaka kukua. Bwana asifiwe. Na inafika mahali, ukiendelea kusoma hiyo story ya Jacob, utaona ilifika mahali Esau akataka kumuua Jacob. Na Jacob ikabidi pia yeye atoroke. Just like Hagar, pia yeye akatorokea the circumstances, kwa sababu hangekaa hapo auawe na ndugu yake. So you may be there, and maybe where you are, it's not your making. Maybe it was not your mistake. Maybe it was not your doings. Bwana asifiwe. And you feel like you want to run away. You want to run away from this situation. But there are key points that we will learn from these 2 stories. Bwana asifiwe.
that we will learn 3 lessons from these stories, from these 2 stories. Tumeanza na kuona maisha yao vile ilikuwa. And what we learn, number 1 is we have to discern the season that you are in. Bwana asifiwe. Discern the season that you're in. We have seasons in this life. Praise God. And I told you to take note of mahali malaika anambia Hagar, anamwambia slave of Sarai. Because the season of her being a servant in the house of Sarai haikuwa imeisha. Yeah, she was running away, she was moving, but the season was not yet over. So it is a call upon all of us to discern the season that we are in. Is it the season to move to the next stage? Is it the season to move to the next career? Bwana asifiwe. We discern the season that we are in. It's true you can excuse her. Na tuseme ya kwamba anapotelea the harsh treatment. Yeah? We can excuse her. Na tuseme she was living because life was difficult. But was it time for her to live yet? And no wonder the angel of the Lord anamwambia rudi tena. Ndio uko na hiyo mashida yote. Ndio umeonewa, umetritiwa vibaya, lakini bado kaa hapo. Bwana asifiwe. Tulia tu, rudi tu katika nyumba ya mkubwa wako. Praise God. Hagar is about to abort a season of God in her life. Yeah? It's premature. She's almost aborting mpango ya Mungu katika maisha yake. Bwana asifiwe. She's about to leave. She has sown in the house of Abraham for so many years. Amekuwa akipanda akiwa mjakazi huko. Amekuwa akifanya kazi kwa uaminifu. It is not yet time for her to leave. But because of the harsh treatment, she's already leaving. Bwana asifiwe. And as we all know, seasons are at their highest before they change. Bwana asifiwe. Before the season changes, that's when they are at their highest. Yeah? Right now, tuna enjoy maembe sana, si ndio? And bear with me, they are the sweetest right now than they were in December, si ndio? Why? Because that season is ending. It is inakuwa ndio iko juu zaidi wakati ule inaisha. Wakati ule jua limewaka sana ndio unakutanga season ina change. Yeah? During the day wakati jua imewaka sana unakutanga ina give way to the afternoon. Because the morning is about to be over, we have to go to the afternoon. And that is the time kama ni wakati wa jua ndio unachomeka sana na hiyo jua. Bwana asifiwe. So season wakati ule ziko at their highest, that's when they are about to change. And Hagar did not realize that. That wakati ule ametritiwa harshly. Bwana asifiwe. Wakati ule ameona I cannot take it anymore. That is when things are about to change. How many Hagars are there in our midst? Bwana asifiwe. Yeah? How many Hagars are in our midst? That una feel circumstance imekuwa kali sana. Sasa I have to run away. If you remember very well, huyu mtoto ambaye Hagar amebeba, huyu ni mtoto wa Abrahamu. Na huyu mtoto wa Abrahamu anafaa kupokea baraka kutoka kwa Abrahamu. Na sio akiwa katika wilderness, ni akiwa katika nyumba ya Abrahamu. So Hagar, kwa nini unatoa mtoto wa ahadi? Mtoto mwenye already there was a covenant. Irregardless of how this baby came, there was a covenant. Praise God. Mungu alikuwa already wameagana na Abrahamu. Yeah? Akamwambia, I will bless your children. Bwana, your seed. Nitabariki uzao wako. Hakuwa amemention ati nitabariki Isaac niache kubariki Ishmael. Alikuwa amemwambia nitabariki na wakawekeana agano na Mungu.
Bwana asifiwe. And so when Hagar is taking this boy away from his father's house, anamuondoa kutoka katika baraka za agano zenye already Mungu alikuwa wameahidiana na Abrahamu. And we all know that God is a covenant keeping God. Bwana asifiwe. This child had to receive blessings from the house of Abraham. And Hagar is about to abort this the blessing. Bwana asifiwe. Ako sio simanishi kutoa mtoto, kutoa mimba, but kutoa ile kuleta tu premature ile ahadi ya Mungu na agano ya Mungu kupitia Abraham. Bwana asifiwe. Where have you come from and where are you going? We carry promise, my friends. We carry destiny. Bwana asifiwe. Sometimes we feel we are mistreated. Lakini ile kitu ambayo iko ndani yetu, ile kitu ambayo Mungu anatusaidia tubebe, we carry destiny, we carry promise. Bwana asifiwe. Can we be a little patient? Praise God. The day of blessing is coming. The day of God renewing his covenant, of him keeping his covenant is coming. If only we wait for a while. Bwana asifiwe. We know where we are coming from. We would say, nimetoka katika jamii ilikuwa na laana, nimetoka katika boma ilikuwa hivi, nimetoka katika maeneo iko hivi. Yeah, we are all coming from somewhere. We are all coming from harsh treatment. But that should not, hiyo isitufanye to abort zile maono na zile mambo Mungu ametuwekea. Can we be a little patient? Bwana asifiwe. Can we not run away? It is tough. It is tough, yes, but don't blow it out of proportion. Kawia hapo. Bwana asifiwe. Ngojea Mungu hapo. Usitorokee. Ngojea Mungu hapo mahali penye alikuahidia. And we see number 2 point that you are going to get from these two stories. Do not allow the temporary to make you lose the permanent. Temporary versus the permanent. Temporal versus the permanent. Bwana asifiwe. Na nimeanza na kusema ni kwamba tumebeba greatness, tumebeba promise za Mungu katika maisha yetu. We carry our destiny through seasons. Yeah? There's a season for planting, there's a season for reaping, there's a season ya kupalilia. Yeah? We carry our destiny through seasons. Bwana asifiwe. And we see in Genesis 17 hapo 18 to 20. Hasa tuangazie hiyo 20 verse 20. This is a very interesting story. Naweza tamani kila mtu kwa wakati wako usome. Bwana asifiwe. 17 hapo 20 inasema, let's start from 18. Inasema, and Abraham said to God, if only Ishmael might live under your blessing. Then God said, yes, but your wife Sarah will bear you a son, and you will call him Isaac. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his descendants after him. And as for Ishmael, I have heard you. I will surely bless him. I will make him fruitful. I will greatly increase his numbers. He will be the father of 12 rulers, and I will make him into a great nation. Bwana asifiwe. God is about to bless this boy Hagar. Hagar's son Ishmael. Na anaambia Abraham ya kwamba atabariki. So, and the season for Hagar, it was not, haikuwa wakati ambapo ako katika nyumba ya mtumishi ya Sarai, hakuwa aishi akiwa maid servant all her life. Bwana asifiwe. But here she is. She is about to allow the temporal hali yenye anapitia
imfanye akose the permanent. Bwana asifiwe. Her life was about to change. Because hapa yuko anabeba mtu already amebarikiwa. Bwana asifiwe. She was not going to be a maid forever katika nyumba ya Sarai. Yeah? Na hapa ako anataka zile mambo ambazo zinamfanyikia ambayo ni temporal. Yeah? Hiyo mistreatment ilikuwa ya muda tu. Bwana asifiwe. Anataka kuiondokea na akose whatever was permanent. She was going to become a mother of, Bwana asifiwe, a mother of a person who will be blessed, who will be fruitful. Bwana asifiwe. She was about to her maid servant status was about to change. Bwana asifiwe. Because wakati umebeba huyu mtu mwenye amebarikiwa, see, you are a mother of a blessed person. Na hizo blessings zina flow from Ishmael to her mother. So it was going to turn around her status. And we see God blessing Ishmael. Bwana asifiwe. Sometimes tunakutana na mambo temporal. Tunasahau na agano za Mungu. Tunasahau na kile Mungu alichotuahidia. Tuliagana wakati ambapo tulimwamini, wakati ambapo tulipeana maisha yetu kwake. Tunakutana na mambo ambayo yanatutisha, tunasahau kile ambacho alituambilia. And we are ready to barter trade, to trade. Bwana asifiwe. We are ready to trade. And most of the time, the harshness is a precursor to where you're going. Hiyo harshness ni kama ndio kielelezo, ni kama ndio inakuelekeza mahali ambapo unaenda. Bwana asifiwe. So don't rush the process. Don't rush the process. The season you are in prepares you for the season you are about to enter. Ile season ambayo unapitia saa hizi ni ya kukutayarisha kwa ile season ambayo unaingia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo don't rush the process. There are things that God wants you to pick from this season. Bwana asifiwe. Kuna faith anataka uongezee ukiwa katika hiyo season. Kuna wisdom anataka uongezee ukiwa katika hiyo hali ambayo yuko. Yeah? There is a knowledge ambayo hautaigain ukitoroka. Bwana asifiwe. Mungu anataka uigain from this season that you are in, because it is preparing you for the next season. Bwana asifiwe. So let us not trade the permanent for the temporal. Bwana asifiwe. We see Esau selling his birthright. Turudi tu katika hiyo 25. Genesis 25. Mahali tu tulisoma. Verse 32 inasema, this is Esau talking to Jacob. Look, I am about to die. Esau said, what good is the birthright to me? Bwana asifiwe. Esau hapa ana trade the temporal. Ni njaa, ndio ako na njaa, ako famished. Na hii wapendwa, ni ile tu chakula unakula saa hizi na by jioni ushakuwa na njaa. Yeah? And he has despised his birthright so much that anaambia Jacob, what use is my birthright if I'm famished? Bwana asifiwe. Ni chakula yenye atakula saa hiyo, by jioni ako na njaa na ako tayari kutrade the birthright. Praise God. I wish hata angeambia Jacob, unilishe the whole of my life, yeah? Hii tusikizane, yeah? Kama unataka birthright yangu, tusikizane, unilishe the whole of my life. Ama ulishe all my clan, all my children. That will be at least kitu inaweza make sense. Bwana asifiwe. But imagine a meal that by the evening they are already hungry. Bwana asifiwe. We look at Esau na tunaona ni kama alikuwa mpumbavu sana, which is true. But how many times
do we sell the permanent because of the temporal? How many times do we compromise? Because ni kitu tu ya muda tu. Yeah? Hata hakuna mtu ataona. Bwana asifiwe. Hata hakuna mtu atajua. And we sell what God has given us. Kwa sababu ya hiyo muda tu kidogo. Because of the appetite. Bwana asifiwe. Uko na appetite ya pesa. Yeah? Unaenda tu unahongwa kidogo. Ama unafanya hiyo biashara yenye ni haramu kidogo. Yeah? Because sini ya muda tu. Yeah? And by that you're selling your soul. By that you're selling your destiny. Ni mambo gapi ambazo tumeingia kwake? Bwana asifiwe. Tukijiambia tu hii ni ya muda. Let me just do it. See, all others are doing it. Bwana asifiwe. Si wale wengine wote kuna watu wanaombania huko wa cult na nini. See, I'll just step out kidogo. And by that we sell our birthright. Tunauza kilicho cha kudumu na vitu ambazo zinaisha. Bwana asifiwe. May God help us that we will overcome our appetite na hatutakubali kutrade. Bwana asifiwe. Do not let your appetite lead you. We have sold your destiny. Bwana asifiwe. And once shida ni mwenye unauzia destiny yako, Bwana asifiwe, they are not thinking. They are not thinking about your future, but about your destiny. Bwana asifiwe. We see that this man aliuza tu kwa sababu ya chakula. And aka end up to despise his birthright. As that he will not allow the temporal, yeah, zitufanya to lose what is permanent. Tumeahidiwa uzima wa milele. Tusiruhusu mashida yenye tunapitia wakati huu. Tusiruhusu harsh treatment yenye tunapitia. Tutoroke, tuondoke katika njia ambayo tunakuja kubarikiwa na Mungu. Bwana asifiwe. Because he who promised, I keep saying this, he who promised is faithful to keep his promises. Bwana asifiwe. Irregardless of how many years it will take, he who promised is faithful to keep his promises. Bwana asifiwe. Aliahidia, waliagree na Abraham na akakuja na akatimiza. Number 3, destiny calls or destiny selects. We see from birth Jacob alikuwa already amepointiwa na destiny. Bwana asifiwe. Na point yenye tunapata hapo ni kwamba any person who despises where he is going to, they have a serious problem of priority. We see that with Esau. Ana despise mahali penye anaenda. Bwana asifiwe. Ana despise. So priority zake haziko sawa. Because what should be your priority? Bwana asifiwe. Si heri hata angekufa njaa na akufe bado akiwa na birthright yake. And he got up, he left as if nothing had happened. And 20 years later, tunaona Isaac akiwaita. Praise God. Tunaona Isaac akiwaita. Hii imesahaulika na wameishi maisha. Na tunaona 20 years later, Isaac akiwaita. Na anataka kuwabariki. And we see Esau, he does not come to his dad kumwambia, it's true unataka kunibariki, but please call Jacob. Yeah? Because that's what we would have expected him to do. Kwa sababu si alishauza, anabarikiwa nini? Bwana asifiwe. And that's why the Bible calls him a deceiver. He should have come clean, ambie babake, amwambie, mimi hii kitu yenye unataka kunipatia sio yangu. Yeah? Ni ya ndugu yangu kwa sababu nilishampatia the birthright. And we see whatever happened, na Jacob akabarikiwa na babake. Bwana asifiwe. And we see Esau akiplan sasa kuwa ndugu yake. Kwa sababu ameshajua ya kwamba Jacob already ameshabarikiwa na babake.
na hakuna baraka yenye alipata. And so Jacob runs away. Bwana asifiwe. Jacob runs away ndio asiuawe na ndugu yake Esau. There are so many times that those people who sold their birthright, hawa watu wenye wali trade already their destiny, they would want to kill your destiny. Bwana asifiwe. Mtu mwenye already alishauza yake, yeah? Mtu mwenye already alishajiingiza katika mambo na akawa ametrade their destiny, they would want even you to lose your destiny. They would want to kill your destiny. Let us be so careful. Tukue ya kwamba hatutaruhusu, tutalinda our destiny with passion. Tutailinda with all that we have. Because there are people who are willing, who are ready to kill our destiny. Bwana asifiwe. And we see Jacob goes and marries. Tunaona maisha yake already ameanza kukimbia sasa. Bwana asifiwe. Kutoka mwanzo tunaona Jacob maisha yake imekuwa ya mbio sasa. Anatorokea sasa ndugu yake. Na anaenda anakuwa pia treated badly na the uncle. Wakati ambapo anaenda kuoa na anadanganywa anaoa msichana mwenye hakuwa anapenda. And we see him working for many years even to get what was his. Bwana asifiwe. And once he got the wife that he wanted to marry, we see Jacob being blessed. Praise God. Tunaona Mungu akibariki na kupitia kwa mke wake Lea, tunaona lineage yake ikiwa lineage ya Messiah. Bwana asifiwe. But his worries are not over. We would have thought, kwa sababu ameshapata yule mke mwenye alikuwa anataka, na already hata wameshabarikiwa na watoto, ako na wake wawili sasa, ako na wajakazi wa wake zake. So we would assume it's time for him to settle down. Bwana asifiwe. We would assume the worst is now over. Yeah? Jacob sasa enjoy maisha. Bwana asifiwe. But that was not going to happen. That was not happening anytime soon. God being a covenanted God, he blesses the marriage of Jacob. And Jacob was in a season of toil, hiyo kufanya kazi yote katika nyumba ya babake, ya mjobake Laban. Bwana asifiwe. And we see akitritiwa unfairly pia na Laban. Wakati ambapo Laban ameona Jacob amebarikiwa sana, na anaona sasa huyu anaanza kumtreat vibaya. Unfair treatment. Praise God. And like many of us, Jacob does what many would do. He runs away again. Bwana asifiwe. Ametritiwa, alitoka kutaka kuuawa, tena amekuja kwa anko yake, ameanza so he's ready to run away. We see him in Genesis 32. Twende hapo katika Genesis 32. We see his season is about to change. Praise God. He has been a season of a night throughout his life, running away from trouble, running away from mistreatment. And his season is about to change. Bwana asifiwe. So from chapter 32, unaweza soma yote. He prepares to meet his brother Esau. Na ile verse ningetaka tuangazie kwa sababu ya muda. Ningetaka tuangazie kutoka verse 20. Let's read from verse 22. Genesis 32 from verse 22. That night Jacob got up and took his 2 wives, his 2 female servants, and his 11 sons, and crossed the ford of the Jabbok. After he had spent
he had sent them across the stream, he sent over all his possession. So Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched, and as he wrestled with the man. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." The man asked Jacob, "What is your name?" Jacob, he answered. Then the man said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome." Jacob said, "Please tell me your name." But he replied, "Why do you ask my name?" Then he blessed him there. So Jacob called the place Peniel, saying, "It is because I saw God face to face, and yet my life was spared." 31. The sun rose above him as he passed Peniel, and he was limping because of his hip. Therefore, to this day, the Israelites... Okay, let's not go there. But tunaona Mungu akimbariki. Bwana asifiwe. His season is about to change. His night, the sun arose just when he was crossing Peniel. Bwana asifiwe. Wakati tu amebarikiwa na Mungu na ana cross Peniel, his night is over. Bwana asifiwe. His night was over. His night season was over. Your struggling is over because you are entering the season of sunshine. Bwana asifiwe. Hii yote itakuja kuisha. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu atakubariki. Mungu ambaye ni wa ahadi na wa agano. There is a night, your Peniel is coming. Bwana asifiwe. Because destiny had been set from the word go, that Jacob was going to be blessed. Bwana asifiwe. Friends, already our destiny has been set in the hands of God. Bwana asifiwe. And no matter how many struggles that you go through in this life, no matter how many nights, maisha yako inakuwa ni giza kila wakati, ni usiku kila wakati. But Peniel is coming. Bwana asifiwe. Peniel is coming. The night will be over. Bwana asifiwe. And you will be blessed. Some of us feel like Hagar. Although there is too much carrying, you are carrying too many burdens. But don't forget that you are also carrying a great destiny. Bwana asifiwe. Hiyo isifanye usahau ya kwamba it will manifest. Something great will manifest. Be a little patient. Usitoke kwa Mungu. Something great will happen. Bwana asifiwe. Even if your life is like that of Jacob, that it is a night, it is getting darker and darker and darker. Bwana asifiwe. Instead of changing, it is getting darker. Inakuwa tu giza. But don't forget that the sun is about to rise upon you. Bwana asifiwe. You are living one season and you are entering a new season. And the struggle of darkness will be over, and it is over. Bwana asifiwe. So we can learn a lot from these two people. And the conclusion is that no matter what you're carrying over your shoulders, Bwana asifiwe, don't forget that you're also carrying destiny. You're also carrying greatness. You're also carrying God's promise in your life. Na kama aliweka ahadi, aliweka agano yake na Abrahamu, tunaweza soma na tujue he also will keep the agreement, the agano ambayo mliwekania na yeye. Bwana asifiwe. And so I beg to stop there, and I'll ask Pastor akuja to conclude. May God bless you so much. Your night is coming to an end. The sunshine is coming. Amen. Bwana akubariki sana kwa hilo neno ya kwamba tumepewa hope ya kwamba maisha yetu iko mikononi mwa Bwana. Amen. Haitegemei yale unayoyapitia usiku,
kilio huja usiku, lakini furaha yaja asubuhi. Amen. Inaweza kuwa unapitia hali ngumu ya familia, ya huduma, ya kazi na biashara, usitoroke kwa Mungu. Amen. Kaa kwa Mungu ya kwamba anatuwazia mawazo mema. Yeremia 28:29 inatuambia mawazo aliyo nayo kwa sababu ya maisha yetu ni maisha ya wema. Tunaweza pitia na watu watamistreat maisha yetu, wanataka kuwa wa destiny, wanataka kuwa watoto wetu, lakini kaa kwa Mungu. Amen. Bwana asifiwe sana. Shikililia hiyo imani ya kwamba your destiny is bright. Amen. Unaweza kuwa haujui unaenda wapi, lakini unajua mahali umetoka. Lakini kwenye unaenda maybe haujui, lakini Mungu anajua, kwa sababu ameangazia, ametabiri na amesema maisha yetu yatakuwa mema. Nataka kukuombea siku ya leo ya kwamba huu mwaka Mungu akupatie siku ambayo itakuangazia kile ambao umebeba, ya kwamba kiweze kukazaliwa kwa wakati unaofaa. Amen. Kwa sababu ni Mungu mwema. Huu ni mwaka wetu wa baraka. Ni mwaka tumesema tunataka kumjua Mungu zaidi. Na Mungu, jambo moja ya kujua zaidi ni kujua mawazo alionayo kwa sababu ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. Ni kujua destiny, ambapo mahali Mungu anataka kukupeleka. Amen. Kwa hivyo tutaenda kuomba na najua Mungu atatukubariki. Na unapoangazia mwaka huu ya kwamba ni kweli unajua mahali umetoka, maybe sio pazuri. Umejua mahali ambapo ulizaliwa, unajua kijiji ambao umetoka, umejua mahali ambapo umetoka, lakini maybe haujui mahali unaenda, lakini Mungu anajua. Bwana asifiwe sana. Na anajua kenye umebeba, na anajua kenye umebeba amekibariki. Bwana asifiwe sana. Wecheni tukaombe. Baba wetu na Mungu wetu, ni asante kwa siku ya leo. Asante kwa neno lako ambalo Mungu wetu umetunenea siku ya leo, ya kwamba Mungu, kuna uwezekano hatujui kwenye tunaelekea, lakini Mungu wetu, mawazo ulio nayo kwa maisha yetu ni mawazo ya wema, Mfalme. Asante kwa kila mama, asante kwa kila mtoto, asante kwa kila kijana, na asante kwa kila mama ambaye Mungu wetu amebeba jambo katika moyoni mwake, Mfalme. Wengine Baba wetu wamepitia mambo magumu ya kifamilia, wengine wamepitia mambo magumu ya kikazi, wengine wamepitia mambo magumu ya kihuduma, Mfalme, lakini mambo haya yote yako mikononi mwako, Mfalme. Asante kwa kutuashua ya kwamba kesho yetu ni bora, ya kwamba siku yetu ni bora, ya kwamba mpango wako, Mfalme, ingali umesimama katika maisha yetu, Mfalme. Asante kwa kila mmoja wetu, Mfalme, na ninaomba ya kwamba Mungu, chochote umewaandalia katika maisha yao kitakuja kutimia kwa wakati unaofaa, kwa utukufu wa jina lako Bwana. Hakuna atakaye kufa njiani, hakuna atakaye kata tamaa kwa sababu ya mambo ambayo umezunguka, Mfalme, kwa sababu ya giza ambayo imetuzunguka, Mfalme, lakini tulicho nacho ni kuwa ya kwamba tunajua our destiny is bright. Baba wetu, ninakushukuru, Mfalme, kwa kila mmoja wetu. Ninaombea huduma zote za kanisa hili, Mfalme, na wahuduma wote ambao wanahudumu hii kanisa, Mfalme, ya kwamba Mungu utawasaidia kwenda to another level katika maisha yao ya huduma, katika maisha yao ya biashara, katika maisha yao ya familia na kazi, kwa utukufu wa jina lako Bwana. Bariki kila mmoja wetu Baba wetu. Asante kwa mnenaji wetu na kwa neno lako ambao umetutenenea, Mfalme, siku ya leo, kwa maana Mungu uliandaa meza ukijua sisi tuko ili tukaweze kulipokea. Tumelipokea neno lako, Mfalme, na likawe kwa msaada wa maisha yetu, Mfalme. Tusaidie Mungu, tusikue kama Isu ambaye aliuza urithi wake, Mfalme, lakini Mungu wetu tujue tulicho nacho ni cha muhimu na ni cha maisha yetu na watoto wetu na jamii zetu. Baba wetu, tunaomba, Mfalme, ukatubariki na ukatuinue ili tukawe kizazi cha baraka, ili tukakuwe baraka kwa wengi, ili tukawe watumishi wako katika nyumba yako, tukawe watumishi wako katika taifa letu, kwa utukufu wa jina lako. Ninakushukuru, nasema ni asante, katika Kristo tunaomba na tunashukuru, tuseme amen. Mungu